ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu alkafirina, msiwafanye makafiri auliaa, msiwafanye marafiki, min duni almu'minina, mkawaacha waislamu wenzenu. Aturiduna, hivi mnataka, antaj'alu lillahi, kuwapa kwa antaj'alu lillahi, hivi mnataka kuwapa kwa Allah, alaikum, juu yenu, sultana mubina, hoja za wazi. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu alkafirina, msiwafanye makafiri auliaa, msiwafanye vipenzi, msiwafanye marafiki, min duni almu'minina, yani mkawaacha waislamu wenzenu. Kwa kafiri ndio namtia pafuni, baada ya kuwa unatakiwa kumpenda muislamu mwenzako, msifanye hivyo. Aturiduna an taj'alu lillah, hivi mnataka kuwapa kwa Allah, alaikum, juu yenu, sultana, mnataka kuwapa hoja. Maana watakwenda kukalieni kesho akhira kwamba hawa tulikuwa nao sisi, tulikuwa nao na wametusapoti katika haya, ili muwe hamna hoja ya kusema nyinyi. Kwa hiyo kwa kuwa walikuwa pamoja nasi, yaonekana kwamba walitusapoti, kwamba tuko sawa, tulikuwa. Kwa hiyo sababu yote sisi kwenda huku tulikokwenda, tumekwenda kwa sababu ya Waislamu, kwa sababu walishiriki pamoja nasi. Kwa hiyo tukaona ni sawa sawa tu tunawafanya. Nataka hilo, kuwapa hoja ya kwenda kukusemeni juu yenu nyinyi, dhidi yenu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu alkafirina, msiwafanye makafiri auliaa, marafiki, min duni almu'minina, kinyume cha umini. Aturiduna, hivi mnataka, antaj'alu lillahi, kuwapa kwa Allah, alaikum, juu yenu, sultana mubina, kuwapa hoja iliyokuwa ziko wazi kabisa, kuwapa makafiri hoja. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, billahi, kumwamini Allah, wattaba'u rasulahu, na mkamfata mtume wake. La tattakhidhu alkafirina billah, musiwafanye wale waliomkufuru Allah, asfiyaa, msiwafanye vipenzi, tuwalunahum, mukawapenda, min duni almu'minina, kinyume cha Waislamu. Aturiduna bifi'likum hadha, hivi mnataka kwa kitendo chenu hichi, antaj'alu lillahi alaikum, kuwapa wao kwa Allah juu yenu hujja, mnataka muwape hoja au sababu, kwa lugha nyingine, bayina, hoja iliyokuwa wazi, dala, inayofahamisha, ala istihqaqikum liiqabi, ya kwamba mnastahiki kuadhibiwa, kwa sababu nyinyi kama ni Waislamu, sisi ndio tulikuwa makafiri, hatuna tulijualo, nyinyi ndio mmekuja kukaa na sisi kutuonyesha kwamba yale tunayofanya ni sahihi, nyinyi ndio mnastahili kuadhibiwa. Mnataka kuwapa hiyo hoja. Ya ayyuhalladhina amanu billahi, enyi ambao mmemwamini Allah, wattaba'u rasulahu, na mkamfata mtume wake. La tattakhidhu alkafirina billahi, musiwafanye wale waliomkufuru Allah, asfiyaa, msiwafanye marafiki, vipenzi, tuwalunahu, mukawapenda wao, min duni almu'minina, kinyume cha waumini. Aturiduna bifi'likum hadha, hivi mnataka kwa kitendo chenu hichi, antaj'alu lillahi, kuwapa wao kwa Allah, sio kuwapa kiapo, fahamieni, kuwapa, kutoa yani, aturiduna bifi'likum hadha, hivi mnataka kwa kitendo chenu hichi, antaj'alu lillahi, kuwapa kwa Allah au kuwajaalia wao kwa Allah, alaikum, juu yenu, hujja, kuwapa hoja, bayinatun, yenye kuwa wazi kabisa, dala, inayofahamisha, inayotoa dalili, ala istihqaqikum liqab, ya kustahiki kwenu kuadhibiwa. Fanya hivyo. Innal munafiqina, hakika ya wanafiki, fi darki al-asfali minan nar, watakuwa katika tabaka ya chini kabisa katika moto. Walan tajida lahum nasira, na hawatompata wa kuwanusuru. Jamani, kama vile pepo ina darajati na kwenye moto kuna darakati. Peponi kuna darajati, motoni kuna darakati. Darajati ni zile za kuanza chini kwenda juu, darakati ni za kuanza hapa juu kwenda chini.
Kwa hiyo wanafiki wao katika hilo tabaka la chini kabisa huko, yani watakuwa wamekanyagwa mpaka na makafiri. Innal munafikina fi darkil asfali minan nari, hakika wanafiki watakuwa tabaka la chini la moto. Walan tajida lahum nasira, na hawatompata wa kuwanusuru. Innal munafikina, hakika wanafiki, sayaj'aluhumullahu, atawajalia Allah fil makanil asfali, katika sehemu ya chini, minan nari, katika ya moto, yaumal qiyama, siku ya kiyama. Walan tajida lahum nasira, na hawatompata wao wa kuwanusuru. Yadfa'u anhumul adhaba, ambao atawakinga wao na adhabu, hawatompata. Innal munafikina, hakika wanafiki, sayaj'aluhumullahu, atawajalia Allah fil makanil asfali, katika nafasi ya chini, minan nari, ya moto, yaumal qiyama, siku ya kiyama. Walan tajida lahum nasira, na hawatompata wa kuwanusuru. Yadfa'u anhumul adhaba, ambaye atawakinga na adhabu. Illa alladhina tabu, isipokuwa wale wanafiki waliotubia. Na masharti ya kutubia kwa unafiki ni manne. Kwanza kutubia, illa alladhina tabu, watubie, wa aslahu, na watengeneze matendo yao. Halafu waatasamu billahi, washikamane na Allah. Nne, wa akhlasu dinahum, halafu wafanye ikhlasi, waitakase dini yao. Wa akhlasu dinahum lillahi, waitakase dini yao kwa ajili ya Allah. Allah anasema faulaika ma'al mu'minina, hakusema kwamba hao nitawaingiza peponi, kasema watakuwa pamoja na waumini. Kuonyesha hasira jamani, pamoja na kutubia kwao watakuwa pamoja na waumini. Hiyo lugha inaonyesha kwamba hawa jamaa Allah alikuwa na hasira, kwamba hakubali hiyo toba yao, anakubali wakitimiza masharti, lakini watakuwa na waumini. Sawa. Wasaufa yu'ti Allahu almu'minina, na karibuni hivi Allah atawapa waumini ajran adhima, atawapa ujira mkubwa. Illa alladhina tabu, isipokuwa wanafiki waliotubia, wa aslahu, na wakatengeneza matendo yao, wa atasamu billahi, wakashikamana na Allah vizuri, wa akhlasu dinahum lillahi, na wakaitakasa dini yao kwa ajili ya Allah. Faulaika ma'al mu'minina, hao watakuwa pamoja na waumini. Wasaufa yu'ti Allahu, na karibuni atawapa Allah almu'minina, waumini, ajran adhima, atawapa ujira mkubwa. Illa alladhina raja'u ila Allah, isipokuwa wale waliorudi kwa Allah, bitauba, kwa kutubia, min nifakihim, wakatubia kutokana na unafiki wao, wa aslahu batinihim, na wakatengeneza ndani yao zile dhamira za ndani walizokuwa nazo wakizificha, wakazitengeneza zile. Watamasaku biahadillahi, na wakakamatana na ahadi ya Allah. Wa akhlasu amalahum, na wakatengeneza, wakafanya ikhlasi amali zao, lillahi, kwa ajili ya Allah, bila riain, pasi na ria. Faulaika almutasifuna, hao waliojipamba bihadhihi sifati, kwa sifa hizi, ma'al mu'minina fi dunya wal akhirah, watakuwa pamoja na waumini duniani na akhira. Wasaufa yu'ti Allahu, na karibuni atawapa Allah almu'minina thawaban jazila, waumini atawapa malipo makubwa. Illa alladhina raja'u ila Allahi, isipokuwa wale waliorejea kwa Allah, bitauba, kwa kutubia, min nifakihim, kutokana na unafiki wao, wa aslahu batinahum, na wakatengeneza zile ndani mwao, dhamira zao za ndani wakatengeneza. Watamasaku biahdillahi, na wakakamatana na ahadi ya Allah kwa kuitekeleza. Wa akhlasu amalahum lillahi, wakafanya, wakatakasa matendo yao kwa ajili ya Allah, bila riaa, pasi na kufanya ria. Faulaika, hao ambao almuttasifuna, waliojipamba bihadhihi sifati, kwa sifa hizi, ma'al mu'minina fi dunya wal akhirah, watakuwa pamoja na waumini duniani na akhira. Wasaufa yu'ti Allahu, na karibuni atawapa Allah almu'minina, waumini,
thawaban jazila, thawabu nyingi sana, malipo mengi. Allah tujalie. Ma yafalu Allahu biadhabikum, apata nini Allah kukuadhibuni nyinyi? Ma yafalu Allah, apata nini Allah biadhabikum, kwa kuadhibuni? Au ma yafalu Allah, hana haja Allah biadhabikum, ya kukuadhibuni. Wala hahitaji kukuadhibuni kwa sababu hana anachokipata. Allah yuko tofauti na sisi. Sisi tuko hivi kwamba mtu akikukera kweli kweli, basi unataka umkute umpige ngumi nzito kule. Ukimkuta kaugua kaumia, we moyo wako wapata raha kidogo, unapata kufurahi. Ukimuona kwamba sasa kapata shida, wapata raha kidogo, waona Allah yeye hayuko hivyo. Anapoadhibu kiumbe, si kwamba labda zile hasira zake akikuadhibu ndo tena zinatoka. Hapati lolote katika kukuadhibu wewe, ni basi tu wasiwaja wenyewe wataka kuadhibiwa. Kwa hiyo Allah sema ma yafalu Allah biadhabikum, Allah hafanyi, hana shida ya kukuadhibuni. Lakini in shakartum, iwapo mtashukuru. Hamjashukuru, mkongoto upo. Sawa, mkongoto upo, na hata ukiwepo, si kwamba yeye akikuadhibu apata kitu. Yeye hapati lolote, hakimzidishi chochote. Tuelewana Lakini ikiwa mtamshukuru Allah, hahitaji kukuadhibuni. In shakartum, iwapo mtashukuru, wa amantum, na mkamwamini. Na kushukuru mkupi jamani. Kushukuru si kule tu kusema alhamdulillah, sio kusema alhamdulillah. Kushukuru maana yake ni kutumia, ni kujua nafasi ya ile neema uliyoipewa, ukaijua nafasi yake kwamba ina dhamani kiasi gani, halafu ukaitunza ile neema vile itakiwavyo kutunza na matumizi. Ndio kushukuru. Lakini ikiwa wewe ile neema huitunzi anavyotaka Allah, huitumia anavyotaka Allah, hata ukisema alhamdulillah mara 50 mara 1020, wewe hujashukuru bado. Lakini kama haikufahamika pia tafsiri sahihi kabisa ya shukurani, manake ni kulipa mema kwa yule aliyekufanyia wema. Ndivyo alifasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, kasema man atakum bima'rufi fakafiuhu. Ndio kulipa hiyo, ndio kushukuru. Atakaye kufanyeni mema mlipeni, na yeye mfanyie mema, ndio shukurani hiyo. Na twajua hivyo kama shukurani ni kumfanyia wema anayekufanyia, twajua, lakini tujitia pambani tu. Na dalili ukitaka kujua kwamba twajua, pale mtu anapokuwa na mtu kamfanyia wema sana, halafu ule mtu akamfanyia ukorofi, na mkuta mtu anasema ndo shukurani yake, kumbe anajua kwamba shukurani kumbe si la alhamdulillah. Pamoja na kwamba alipomfanyia alisema sana alhamdulillah, lakini anasema ndo shukurani yake. Yani lile tendo baya ndo shukurani, ndo ananilipa, maanake ndo ananishukuru hivyo. Kwa hiyo Allah ni shakiru, Allah ni mwenye kushukuru, maanake analipa. Unapofanya wema, Allah ni shakirun alim, ni mwenye kushukuru, manake analipa ile wema wako, na ni mjuzi, ajua alipe vipi mpaka wewe uweze kulipika. Kwa hiyo anasema Allah hahitaji kukuadhibuni in shakartum, hapati lolote, kwa sababu wa amantum, ikiwa mtashukuru. Maana yake kushukuru ni kufanya zile neema alizokupeni Allah mumlipe. Na Allah alipwa vipi? Alipwa kwa kutiiwa tu basi, ndio kulipwa kwake. Sio kwamba ukachukue pesa ukatie kwenye kaunti gani. Wewe kumlipa kwako Allah ni kutenda mema yale aliyoamrisha na kukatazika na yale aliyokataza. Ukifanya hivyo basi ndio umeshukuru. Wa amantum wa kana Allahu shakiran alima, na Allah yeye ni shakira,
Yeye ni mwenye kushukuru, sio anasema alhamdulillah. Allah anashukuru, manake analipa wema wenu. Na alima, na ni mjuzi, anajua nani afaa kulipwa, nani hafai kulipwa, anajua. Ma yafalu Allahu, hahitaji Allah biadhabikum, kukuadhibuni, in shakartum, iwapo mtashukuru, wa amantu, na mkamuamini, wa kana Allahu shakiran alima, na Allah amekuwa ni mwenye kulipa na ni mjuzi. La hajatan lillahi, hakuna haja kwa Allah, hahitaji kabisa Allah, fi ta'dhibikum, katika kukuadhibuni, in shakartum lah, iwapo mtamshukuru yeye, wa amantum bi, na mkamuamini yeye. Fa huwa ta'ala, kwani yeye mtukufu, albarru, ni mwema, arrahim, mwenye huruma. Wa innama yuadhibukum, lakini hukuadhibuni bidhunubikum, kwa makosa yenu tu. Fa in aslahtum al-amala, iwapo mtatengeneza matendo yenu, wa shakartumuhu ala ni'amihi, na mkamshukuru juu ya neema zake, wa amantum bihi dhahiran wa batina, na mkamuamini Allah kidhahiri na kindani kabisa, falan yuadhibakum, hatakuadhibuni. Wa kana Allahu shakiran liman i'tarafa bi ni'amihi, na Allah amekuwa ni mwenye kulipa kwa yule mwenye kukiri neema zake. Fayajzilu lahum thawaba, basi huwaongezea malipo, alaiha, juu ya kushukuru huko. Aliman bi imani khalqihi, Allah anajua imani za waja wake, wa viumbe wake. Wasayujazi kullam bi amalihi, na atamlipa kila mmoja kwa tendo lake. La hajatan lillahi fi ta'dhibikum, Allah hahitaji kukuadhibuni, in shakartum lah, ikiwa mtamshukuru yeye, wa amantum bihi, na mkamuamini. Fa huwa ta'ala, yeye Allah mtukufu, albarru rahim, ni mwema mwenye huruma. Wa innama yuadhibukum, lakini si vingine, akikuadhibuni anakuadhibuni bidhunubikum, kwa makosa yenu tu basi. Fa in aslahtum al-amala, ingekwapo mtatengeneza matendo yenu, wa shakartumuhu, na mkamshukuru, ala ni'amihi, kwa neema zake, wa amantum bihi dhahiran wa batina, na mkamuamini nje na ndani, falan yuadhibakum, hatakuadhibuni. Wa kana Allahu shakiran, na Allah amekuwa ni mwenye kulipa, liman i'tarafa bi ni'amihi, kwa anayekiri neema zake. Fayajzilu lahum, basi huwazidishia wao, thawaba, malipo, alaiha, juu ya wema huo. Aliman bi imani khalqihi, anajua imani za viumbe wake. Wasayujazi kullam bi amalihi, na atamlipa kila mmoja kwa matendo yake. Min fawaidil ayat, miongoni mwa faida za aya hizi, kwanza kabisa, bayanu sifatul munafiqin. Aya zimekuja kufafanua na kubainisha sifa za waumini wanafiki. Bayanu sifatul munafiqina, kubainishwa sifa za wanafiki. Wa minha, na miongoni mwa hizo, hirsuhum ala hadhi anfusihim, ni lile pupa lao walilonalo, ala hadhi anfusihim, kujitafutia nafasi ya nafsi zao. Ndio maana watu wakipata mali na wanajipeleka. Sawaan kana ma'al mu'minina, haijalishi hadhi hiyo kama iko pamoja na Waislamu, au ma'al kafirina, au pamoja na makafiri, wao wanataka wapate. Bayanu sifatil munafiqin, kubainishwa sifa za wanafiki. Wa minha, na miongoni mwa sifa hizo, hirsuhum, ni lile pupa lao, ala hadhi anfusihim, ya kujitafutia nafasi ya nafsi zao. Sawa, ni sawa, tukana ma'al mu'minina, ikiwa nafasi hiyo itakuwa iko pamoja na waumini, au ma'al kafirina, wao wanaitaka kokote kule. Pili, a'dhamu sifatil munafikina, sifa kuu za wanafiki, tadhabdhabuhum, ni kule kutangatanga kwao, wa hairatuhum, na kupigwa na butwa kwao, kuchanganyikiwa kwao, wattirabihim, na kuyumbayumba kwao. Falahum ma'al mu'minina, hawako pamoja na waumini haka kiukweli, wala ma'al kafirina, wala na makafiri pia wapo tu. A'dham sifatil munafikina, sifa kuu za wanafiki, la kwanza, tadhabdhubuhum, kule kutangatanga kwao, mara huku mara huku, wa hairatihim, na kuchanganyikiwa kwao, wattirabihim, na kuyumbayumba kwao. Falahum ma'al mu'minina haka, hawakai na waumini kiukweli, wala ma'al kafirina. Tatu, annahyu shadid, katazo kubwa sana limekuja, anitikhadhi alkafirina awliya, la kuwafanya makafiri marafiki.
min duni lmuminina, ukawaacha waislamu wenzako. Ni katazo kubwa sana limekuja, hautakiwi kufanya hivyo. Nahyu shadid, katazo kali sana, an itikhadhi lkafirina auliyaa, la kuwafanya makafiri ndiyo vipenzi, min duni lmuminina, kinyume cha waislamu. Mwisho kabisa, a'dhamu ma yattaqi bihi almar'u adhab Allah, a'dhamu, jambo kubwa, ma ambalo yattaqi bihi, atajilinda kwa jambo hilo, almar'u, mtu, adhab Allah, na adhabu ya Allah Taala mtukufu, fil akhira, huwa al-imanu wal amalu salih, ni kuamini na kutenda mema. Hilo ndio jambo ambalo litamlinda mtu na kupata adhabu kesho. A'dham ma yattaqi bihi almar'u, kitu kikubwa ambacho yattaqi bihi almar'u, kitakachomkinga mtu adhab Allahi, na adhabu ya Allah Taala mtukufu, fil akhira, huwa al-imanu, ni kuamini Allah, wal amalu salih, na kutenda matendo mema. Wallahu a'lam.